Kati ya maeneo ya kujivunia sana kwa kocha Pedro Gonçalves wa wananchi Yanga wakati wa kuelekea mechi mbili back to back dhidi ya Al Ahly ya Misri kwenye mechi zao za hatua ya makundi kwenye kundi lao la B ligi ya mabingwa barani Afrika ni pamoja na eneo lake la kiulinzi. Ndio, hili limeshathibitika katika mechi mbili za kwanza walizocheza dhidi ya FAR Rabat pale kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo Yanga walishinda kwa bao 1-0, lakini pia mechi iliyomalizika kwa suluhu dhidi ya JS Kabylie kule nchini Algeria na kuwafanya Yanga wawe na pointi 4 wakifunga bao moja wakiwa hawajaruhusu bao, wao na Pyramids wakiwa ndio timu pekee kati ya 16 zinazoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu kutoruhusu bao. Lakini pia ni juu ya walinzi wake na kipa wake tegemeo, kile wanachokionyesha sasa katika michuano ya AFCON kupitia mataifa yao kule nchini Morocco. Golikipa Djigui Diarra ambaye katika mechi dhidi ya Al Ahly back to back, lakini pia mechi dhidi ya JS Kabylie na mechi dhidi ya FAR Rabat, atatamani sana kwamba akiwa fit awe langoni na kuendeleza kile ambacho ameshakionyesha mpaka sasa. Djigui Diarra kwenye michuano ya AFCON mpaka sasa amefanya mambo makubwa, na pengine unapoeleza wachezaji nyota waliowezesha Mali kufuzu hatua ya robo finali, huwezi kumwacha Djigui Diarra ambaye katika mechi ya mwisho aliocheza dhidi ya Tunisia ya raundi ya 16 kwenye michuano hiyo ya AFCON kule nchini Morocco alikuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo. Ni katika mechi ambayo Tunisia waliipigia Mali mashuti 13, 4 alilenga shabaha, yeye akacheza saves 3 katika mechi ambayo Mali walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha katika dakika 120, maana dakika 90 za mchezo hazikumtoa mshindi. Mechi ilikuwa 1-1, dakika 30 za nyongeza extra time bado hazikutoa mshindi, na ndipo ikaenda kwenye mikwaju ya penalty. Djigui Diarra akaonyesha uchawi wake katika kufanya saves. Ni kwa sababu kwenye penalty 5-5 Mali waliibuka na ushindi wa mabao 3-2. Ushindi huo ulichangiwa kwa kiasi kikubwa na ufanisi wa Djigui Diarra ambaye alicheza penalty 2 kati ya zile zilizopigwa na Tunisia, na hivyo kuwa mchezaji bora wa mchezo akiwezesha Mali kwenda katika hatua ya robo finali. Sasa golini Djigui Diarra ndiye anayetarajiwa kudaka kwenye kikosi cha Yanga kama ambavyo amekuwa akifanya siku zote, alimradi tu awe fit na kisha kocha Pedro Gonçalves kuona kwamba anastahili kumwanzisha, maana maamuzi juu ya nani aanze ni ya mwalimu Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi. Lakini kinachompa moyo zaidi Pedro Gonçalves kuelekea mechi hizo na hasa dhidi ya Al Ahly ya Misri ni juu ya ukuta wake, mabeki wake. Hapa tunazungumzia Ibra Baka. Yeye amekuwa miongoni mwa nyota waliong'ara katika kikosi cha timu ya Taifa Stars, ambayo kwa mara ya kwanza iliweka rekodi. Tanzania haijawahi kufikia hatua hiyo, lakini safari hii wamefikia hatua hiyo na wametolewa kwa mbinde na Morocco kwa bao 1-0 katika mchezo ambao lau kama mwamuzi angechezesha vyema, pengine Tanzania ungekuwa na fursa ya kuweza kusawazisha na mechi kwa ngumu zaidi kuelekea mwishoni mwa mchezo, pale ambapo Idi Nado aliangushwa katika eneo la 18, lakini mwamuzi hakuashiria mkwaju wa penalty. Ukiachana na hayo ni kwamba Ibra Baka katika mechi zote 4 za Stars alicheza zote, dakika zote. Lakini ukiangalia juu ya ufanisi wake ni pamoja na kufanya defensive actions za kiwango cha juu kuliko mchezaji yoyote miongoni mwa walinzi wa Taifa Stars. Yeye ndio alikuwa kinara wakati Stars ikicheza dhidi ya Nigeria, ikionyesha kiwango bora katika mechi ambayo mwisho wa siku walifunga mabao 2-1, lakini nyota wa Nigeria Victor Osimhen alihaha sana mbele ya Ibra Baka. Lakini pia katika mechi zilizofuata ikiwamo hii waliocheza dhidi ya Tunisia na kumalizika kwa sare ya 1-1 kabla ya hii ya bila waliotoka dhidi ya Morocco, Ibra Baka amekuwa kwenye kiwango bora katika mechi zote 4 za Stars kule nchini Morocco na kufika hatua ya 16 bora. Kwa ujumla, matukio ya kiulinzi makubwa aliyoyafanya kwa kiwango kikubwa Ibra Baka ni pamoja na tackling ambao ni kuingia uvunguni mwa mpinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara, ambapo yeye alifanya tackling 11 kwa mafanikio. Lakini kuna interceptions, kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana kati ya mchezaji mmoja na mwingine, unawazidi maarifa, unaufikia mpira kabla hujafika kule ulikotumwa. Lakini pia wakati mchezaji wa timu pinzani anajaribu kutuliza mpira, unamfikia na kumzidi maarifa au anajaribu kukokota. Ibra Baka defensive actions amefanya mara 54 kwa maana ya tackling 11, interceptions 4, clearances 39. Lakini beki mwingine pia ni wa Yanga ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Yeye
haya matukio ya kiulinzi, defensive actions, matatu makubwa. Tackling amefanya mara 6 kwa mafanikio. Interceptions mara 2. Clearances amefanya mara 20. Kwa ujumla amefanya mara 28. Lakini kuna Dickson Job, yeye amecheza kwa dakika 217, ingawa naye ametumika katika michezo 4 kwa kocha Miguel Gamondi. Hizi defensive actions, Dickson Job amefanya tackling 6 kwa mafanikio, interceptions 2, lakini pia amefanya clearances 9. Kwa ujumla amefanya matukio ya kiulinzi haya matatu mara 17. Lakini kuna beki mwingine wa Yanga ambaye naye amecheza michezo 4, lakini kwa wastani wa dakika 80 katika kila mchezo. Huyu ni Mohamed Hussein Shabalala akitokea upande wa kushoto, beki wa kushoto wa Taifa Stars katika mechi hizi. Yeye matukio ya kiulinzi haya matatu kama kipimo kimojawapo cha namna ambavyo amewajibika vyema katika kuitumikia Stars kwenye michuano ya AFCON ni kwamba tackling amefanya kwa mafanikio mara 6, interceptions mara 2, lakini pia amefanya clearances mara 11. Kwa ujumla amefanya defensive actions mara 20. Sasa wote hao wakiwa fiti ndio ambao kocha Pedro Gonçalves anaweza kawatumia katika eneo lake la kiulinzi, bila kusahau kwamba anao wachezaji wengine pia. Anaye Frank Asink, beki mmoja wapo wakati, anaye Kibwana Shomari miongoni mwa mabeki wake wa pembeni, anaye pia Shadrack Isakaboka, lakini kwa hawa wanne ukiongeza na golikipa Djigui Diarra ambako golini pia wapo makipa wengine. Khomeini yupo, Abu Talibu Msheri, lakini akiamua kuwatumia hawa waliotoka kutumika kwenye michuano ya AFCON. Kwa maana Djigui Diarra ambaye bado angali katika michuano ya AFCON na timu yake ya taifa ya Mali, lakini hawa walinzi wanne waliotoka kuwataja, Ibra Baka, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Mohamed Hussein Shabalala, maana yake tayari ana nguvu ya kutosha kwa kiwango hiki cha wachezaji wake walichokionyesha kwa michuano ya AFCON, wakikiendeleza kama vile walivyofanya kwenye mechi 2 za awali dhidi ya JS Kabylie, dhidi ya FAR Rabat ya Morocco. Maana yake Pedro Gonçalves ana mtaji wa kutosha kuielekea Al Ahli ya Misri, ambayo katika mechi 2 za awali walishinda 4-1 dhidi ya JS Kabylie kule nchini Misri, wakatoka sare ya 1-1 dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco. Wako kileleni wakiwa wamefunga mabao 5, wameruhusu 2. Yanga wamefunga bao 1, hawajaruhusu bao, eneo la kiulinzi likiwapa nguvu zaidi. Sasa kuelekea mechi dhidi ya Al Ahli, maana yake ni kwamba eneo lake la kiulinzi likiendeleza ubora wake, maana yake kina Mahmoud Trezeguet wa Al Ahli, akina Ahmed Zizo, akina Ashraf Ben Shaki, akina Emam Ashur watakuwa na kazi ya ziada kukabiliana na ukuta imara wa Yanga, ambayo ndio timu yenyewe na Pyramids ambazo hazijaruhusu bao mpaka sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya mechi 2. Ni kwa sababu ya uimara wao katika kuzuia. Al Ahli kwenye mechi zao 2 walizocheza dhidi ya JS Kabylie na FAR Rabat wamepiga mashuti 31, 8 yamelenga shabaha, wakafunga mabao 5. Lakini na wao wamepigiwa mashuti 22, kati ya hayo 9 yamelenga shabaha, wakaruhusu mabao 2. Yanga wao wamepiga mashuti 26, 12 yamelenga shabaha na kuwa ndio timu iliyopiga mashuti mengi ya kulenga shabaha kuliko timu zote miongoni mwa timu 16 za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Lakini kwenye kufunga Yanga mwenendo si mzuri, wamefunga bao 1. Lakini kwenye kuzuia Yanga wamepigiwa mashuti 21, kati ya hayo 7 yamelenga shabaha, hawajaruhusu bao. Je, itakuwa vipi mechi hizi za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya Al Ahli back to back zinazotarajiwa kuchezwa kati ya Januari 23 na Januari 30? Na je, Ibra Baka na wenzake wataendeleza kile kilicho bora ambacho wamekionyesha katika mechi za Stars, wakikabiliana na washambuliaji wakali lakini wakiwadhibiti vya kutosha, kina Victor Osimhen, wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco, akina Ayub El Kabi na wengineo? Wakifanya hivyo, ni dhahiri kwamba Yanga watakuwa na nguvu mno kuelekea mechi dhidi ya Al Ahli, ambao watahitaji kupata matokeo chanya. Ni bonge la mechi. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.